Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena asubuhi njema ya siku ya leo, lundi le 19 janvier 2026. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea asubuhi ya leo, kama kawaida tutawapeleka katika mji wa Uvira tuwaambie habari zinazosemekana katika mji huo asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kuendelea kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ili kuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp, kuza hapo kwenye titre, chini ya titre hiyo kuna linki ya grupu yetu ya WhatsApp. Ujiunge nasi kupitia linki hiyo, bila shaka utakuwa ukizipata habari zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu mbichi za asubuhi ya leo tutawapeleka katika mji wa Uvira tuwaambie kinachoendelea katika mji huo. Habari tunazo asubuhi ya leo kutoka mji wa Uvira ni ya kwamba wanajeshi wengi wa nchi ya Kongo waliwasili katika mji wa Uvira baada ya wazalendo kukamata mji huo siku ya jana. Wakati waasi wa M23 walikuwa wameondoka katika mji huo siku ya jana, wazalendo wengi waliingia katika mji wa Uvira, mkiwemo viongozi tofauti wa wazalendo. Generale Makanaki Kasimbira John alifika katika mji wa Uvira. Generale yule Feka Adui kafika katika mji wa Uvira na kikosi chake. Lipofika saa za jioni, jeshi la Kongo, wanajeshi wa FARDC wakawasili katika mji huo. Wanajeshi walioingia katika mji wa Uvira ni wanajeshi wa unité ya force speciale, wanajeshi wanaokuwa kabisa na uwezo wa hali ya juu ndio wenyewe waliingia katika mji wa Uvira. Ilikuwa jioni ya jana ndio wakaji waliwapokea wanajeshi wengi wa FARDC katika mji huo wa Uvira, na wakati waliingia hapo wanajeshi wengi wa FARDC walielekea katika mapozisio tofauti yanayokuwa karibu na mji wa Uvira, wakaanza kufanya ratisaje. Kulisikika mashambulizi mengi katika usiku huo pia. Kufikia asubuhi ya leo kulikuwa kukisikika mashambulizi katika mji wa Uvira. Vyanzo vyetu vinasema kwamba mashambulizi hayo yalikuwa yakishambuliwa na wanajeshi wa Kongo FARDC ambao walikuwa moratisaje katika mji wa Uvira. Tonko mapozisio yote yanayokuwa karibu na mji wa Uvira, FARDC ilifanya ratizaje katika maeneo hayo ili kuhakikisha ya kwamba hakuna wanajeshi wa AFC M23 wanaokuwa hapo. Ni baada ya kupewa onyo ya kwamba waasi wa M23 wanavikalia vijiji karibu na hapo na kuwa katika mji wa Uvira. Wanajeshi wengi wa AFC M23 wako hapo wakivalia sare za kijeshi. Walifanya operasyon ya ratisaje katika mji wa Uvira ili kuhakikisha kwamba usalama unaendelea katika mji wa Uvira. Waasi wa M23 hawako katika mji wa Uvira. Habari zingine ambazo tunazipata kutoka mji wa Uvira ni kwamba wakaaji wengi wa komunote ya Wanyamulenge walitoka katika mji wa Uvira baada ya waasi wa M23 kuondoka katika mji wa Uvira. Wakaaji wengi wa komunote ya Wanyamulenge waliondoka katika mji wa Uvira wakihofia maisha yao, kisema kwamba kwa sababu wazalendo wamerejea katika mji huo wa Uvira na kuwa deja AFC M23 ilikuwa ikimiliki mji huo, maisha yao yanaweza kuharibika na kukua mabaya zaidi kutokana na kuwasili hapo kwa wanajeshi wa wazalendo pamoja na jeshi la Kongo. Hayo yote yanatokana na kuwa wakaaji wa community ya Wanyamulenge
wanakundi la Twirwaneho linalosaidia AFC M23 katika vita hivi. Kutokana na hayo sasa, wakaaji wa Wanyamulenge wanaoishi katika mji wa Uvira, wengi wao walitoka katika mji wa Uvira wakihofia kuwa ya kwamba wanajeshi wa wazalendo pamoja na FARDC wanaweza kuwashutumu kuwa wanasaidia waasi wa M23 pamoja na jeshi la Twirwaneho. Tuendelee na habari zetu, taarifa zetu. Tuwaambie kuhusu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 ambao walihimizwa kuendelea na majadiliano ndani ya mfumo wa mchakato wa Doha chini ya usimamizi wa jimbo la Katare kwa lengo la kufikia makubaliano ya amani. Hili ilikuwa moja ya maazimio au mapendekezo kutoka kwa mkutano wa ngazi ya juu kuhusu mshikamano na uimarishaji wa mchakato wa amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliofanyika Jumamosi le 17 Janvier huko Lome katika nchi ya Togo. Mkutano huu wa ngazi ya juu ulioanzishwa na Faure Sozima Gnassingbé, rais wa baraza la mawaziri la Jamhuri ya Togo na mpatanishi mkuu aliyeteuliwa na Umoja wa Afrika Mashariki mwa Kongo, ulilenga kuimarisha uaminifu, kuendeleza mazungumzo na kuhakikisha kwamba wadau mbalimbali wanatekeleza ahadi zao. Mpango huu ambao ulileta pamoja jopo la wawezeshaji wakiwemo wakuu wa zamani wa nchi, waziri wa mambo ya nje wa Togo Robert Dusey, viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika pamoja na washirika wengine, unajenga msingi wa juhudi za hivi karibuni za kimataifa. Katika hotuba yao walisema kwamba mkutano wa ngazi wa juu ulitaka pande zote kuharakisha utekelezaji kwa nia njema ya ahadi zao kuhusika na kuweka kipaumbele njia za amani katika usimamizi na utatuzi wa mgogoro. Mkutano ulithibitisha tena uungaji mkono wake kamili kwa mchakato wa Doha na kuzitaka pande hizo kuendelea na majadiliano bila kuchelewa ili kukamilisha mazungumzo kuhusu itifaki 6 zilizobaki. Ulisisitiza pia umuhimu wa ufuatiliaji wa Afrika uliopangwa na utekelezaji wa makubaliano na mageuko ya mchakato wa amani kulingana na taarifa ya mwisho iliyotolewa mwishoni mwa kesi. Pendekezo hili linakuja wakati ambapo mazungumzo ya Doha yanayoongozwa na Emiri wa Katari kati ya Kinshasa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda yanajitahidi kutoa matokeo halisi. Mazungumzo haya yaliyokusudiwa kukamilisha makubaliano ya Washington kwa kushughulikia sababu kuu za mzozo, haswa kurejeshwa kwa mamlaka ya serikali na kuunganishwa tena kwa vikundi vyenye silaha, yanabaki kukwama licha ya maendeleo na kukamilika kwa vyombo vitano vikuu vya kimataifa. Hapo kabisa ni kuhusu ile renew ambayo ilifanyika huko katika nchi ya Togo. Tuendelee na habari zetu za asubuhi ya leo. Taarifa zetu mbichi za asubuhi ya leo tuwapeleke huko Ituri ambapo watu 8 waliotekwa nyara wiki moja iliyopita na wanamgambo wanaoshukiwa kuwa wa chini ya Tuna katika mji wa Balingina ulioko zaidi ya kilomita 60 kutoka Bunia waliuawa ghafla ya watekaji hao. Taarifa hiyo iliripotiwa Jumamosi hii le 17 siku ya jana na jumuiya ya kiraia ya Kongo katika eneo la Irumo. Kulingana na kundi hili la raia, wengi wa waathiriwa walikuwa wakulima, miongoni mwao walikuwa wanawake 3. Katika ripoti yao ya ufuatiliaji, wanaharakati wa haki za binadamu huko Irumo walionyesha kwamba waliarifiwa Ijumaa na idadi ya watu kuhusu mauaji ya jumla ya raia 8 wote wa jamii moja. Wanamgambo wa chini ya Tuna wanaofanya kazi katika eneo hilo wanatajwa kuwa wahusika wa vitendo hivi. Watetezi wa haki za binadamu wanalaani vikali mauaji haya ambayo wanayaelezea kama uhalifu dhidi ya ubinadamu. Wanadai uchunguzi wa kina ili kuwabaini wahusika wa mauaji haya na kuwafikisha mahakamani.
Wanaharakati hawa wanaitaka mfumo wa haki wa kijeshi kutuma timu ya wachunguzi huko Balingina ili kubaini lawama. Haya yalisemwa na mratibu wao Auguste Kasereka. Kwa upande wao, watu mashuhuri wa eneo hilo huko Vonkutu wanatetea kupelekwa kwa vikosi vya usalama katika eneo hili ili kuhakikisha ulinzi wa raia. Wanamgambo wa chini ya Tuna wanafanya kazi katika eneo la utawala wa Vonkutu la Walese. Ni mojawapo ya makundi matano yenye silaha yaliyosaini katika ahadi ya Aru ya pili ya kukomesha uhasama. Na baada ya hayo yote dongo kusaini kwa kuleta usalama katika maeneo hayo, wanaendelea kufanya vita huko na kuendelea kabisa kuua populasio katika maeneo tofauti. Asante, hizo ndizo habari ambazo tulikuwa tumewaletea asubuhi ya leo. Tunawashukuru na kuomba kusubscribe na kujiabone ili kukuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Merci beaucoup.